Naam, karibu tena mtazamaji. Bajeti ya mwaka wa kifedha 2026-2027 ni bajeti kubwa zaidi katika historia ya taifa, ikikadiriwa kufikia shilingi trilioni 4.84. Bajeti hii imekuwa ikitajwa na wengi kama bajeti ya uchaguzi mkuu mwaka 2027, ikionekana kulenga kwa kiasi kikubwa mikakati ya kisiasa na kampeni za uchaguzi mkuu ujao. Serikali inaendelea kusukuma mbele mipango inayowagusa moja kwa moja wasimamizi wa ngazi za mashinani, ambapo wana jukumu muhimu la kuhamasishaji katika mchakato mzima wa uchaguzi. Kama anavyoripoti mwanahabari wetu Daniel Kariuki, bajeti hii itakayoanza kutekelezwa tarehe 1 mwezi ujao inalenga kufadhili sekta muhimu zitakazokuwa msingi wa uchaguzi mkuu mwaka 2027. Bajeti ya mwaka wa fedha mwaka 2026-2027 huenda ikawa bajeti muhimu zaidi kwa utawala wa Kenya Kwanza katika muhula wake wa kwanza madarakani. Ni bajeti ambayo kwa kiwango kikubwa inaweza kuamua hatima ya utawala huu kuelekea uchaguzi wa mwaka ujao. Yakijiri katika kipindi ambacho Rais William Ruto amekuwa akikabiliwa na ukosoaji kutoka kwa upinzani kuhusu madai ya kutumia ikulu kwa shughuli za kisiasa za chama. Serikali imetenga shilingi bilioni 13.6 kwa ajili ya ikulu, kiwango ambacho ni shilingi bilioni 5 zaidi ya kile kilichoidhinishwa katika bajeti iliyopita. Hii ni mbali na taarifa kuwa kufikia mwisho wa mwaka wa fedha walitumia zaidi ya shilingi bilioni 4 nje ya bajeti iliyoidhinishwa, na hivyo kuongeza matumizi yake hadi shilingi bilioni 17. Haya yanajiri wakati Rais Ruto ameongeza shughuli na mikutano ikulu, ikiwa ni pamoja na kuandaa mikutano ya wajumbe wa vyama tofauti tofauti. Hazina ya kitaifa pia imeidhinisha shilingi bilioni 8.8 kwa ofisi ya Rais na shilingi bilioni 3.5 kwa ofisi ya Naibu Rais. Katika ofisi kuu ya Rais, serikali inatekeleza mipango inayowagusa moja kwa moja viongozi wa ngazi za mashinani ambao wana jukumu muhimu katika uhamasishaji wa wapiga kura wakati wa uchaguzi. Mbali na kuongeza mishahara ya machifu na manaibu wao, bajeti ya sasa inalenga kuimarisha uwezo wa kiutawala wa viongozi wa mashinani, huku wasimamizi wa vijiji au wazee wa vijiji wakitarajiwa kuanza kupokea posho ya shilingi 3,000 kila mwezi. These reforms represent significant modernization of our public cash management architecture. They are already delivering measurable savings. Waziri wa fedha na mipango ya uchumi John Mbadi alipendekeza kutengwa kwa shilingi bilioni 3.9 katika bajeti ya mwaka 2026-2027 kwa ajili ya mpango huo, akitambua mchango wao muhimu. Because Treasury could not have done the other maths, Your Excellency, we will report on the ACCs na DCCs kwenda juu. Huduma ya kitaifa kwa vijana NYS, mojawapo ya taasisi ambazo serikali inazitegemea kwa kiwango kikubwa, imetengewa shilingi bilioni 12.5 katika mwaka wa fedha mwaka 2026-2027. Vijana ambao wamekuwa changamoto kubwa kwa utawala wa Kenya Kwanza katika nyakati za hivi karibuni, pia ni miongoni mwa wanaonufaika kwa bajeti hii baada ya Mbadi kutenga zaidi ya shilingi bilioni 20. Fedha hizi zimekusudiwa kusaidia ajira kwa vijana, maendeleo ya ujuzi pamoja na uajiri katika huduma za kitaifa. These priority pillars are deliberately structured to reinforce one another, ensuring that progress in one area catalyzes gains across the broader economy. Kwa kuwa bajeti hii inatarajiwa kuwa na mchango mkubwa katika uchaguzi ujao, utawala uliopo unatarajiwa kutumia nguvu zake za kifedha kupitia ushirikiano wake na chama cha ODM chini ya mfumo wa serikali pana. Bajeti hii imetenga shilingi bilioni 2.4 kwa vyama vya kisiasa, ambapo sehemu kubwa ya fedha hizo inatarajiwa kuelekezwa kwa chama cha UDA cha Rais Ruto na chama cha ODM. Daniel Kariuki, KTN. Na mtazamaji, kwa taarifa yote niruhusu tupate pumziko jingine fupi.